Mheshimiwa Mwenyekiti, katika wiki hizi mbili kuna kadhia imekuwa imetokea hapa. Kuna iliyotokea humu ndani ya bunge lako tukufu, lakini ipo ambayo imetokea Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Jambo hili Mheshimiwa Mwenyekiti linataka kubeba sura mpya. Sura ambayo tusipokuwa makini humu ndani tutakuja kukosana wenyewe kwa wenyewe. Jambo ambalo tusipokuwa makini viongozi humu ndani tutatupiana lawama ambazo ukiziangalia kwa makini Mheshimiwa Mwenyekiti hazina msimamo mzuri katika mustakabali mzima wa muungano wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilitokea Zanzibar juzi, kuna mheshimiwa waziri aliteleza, mimi nasema aliteleza. Katika kuteleza kwake akayasema aliyoyasema. Lakini mheshimiwa yule baada ya kuona amekosea alitoka tena public, akaita vyombo vya habari na akasahihisha kauli yake. Na akasema kama ilivyopaswa aseme kwamba sikukusudia mlivyonielewa, lakini nilikusudia 1, 2, 3. Na sote tukaona hiyo taarifa. Kinachosikitisha Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wabunge, sisi baadhi yetu ndio tumekuwa tunalibeba hilo jambo kama bakora ya kupigiana wenyewe kwa wenyewe. Inafika sehemu Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaikewa hoja mezani, mtu haongelei hoja mezani. Anakuja anasema kabisa Zanzibar 1, Zanzibar 2, Zanzibar 3. Wazanzibari wamefanya, wamenyanyasa, wamenyanyapaa, muungano imekuaje? Mheshimiwa Mwenyekiti, hatufiki mbali. Hii ni namna sisi wenyewe tunajionyesha tunavyodhoofisha muungano wetu ambao tumerithishwa na wasisi wetu wa nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoelekea sasa sio tena ule muungano wa kuchanganya mchanga kwenye chungu. Muungano tuliokuwa nao sasa hivi ni wa damu. Tumezaana, tumeoana, tumerithishana, tumeuziana. Tunahusiana kwenye mambo mengi Mheshimiwa Mwenyekiti. Hainipendezi wala sijisikii vizuri kuona sisi baadhi yetu humu ndani anasimama mbunge na kusema kwamba Wazanzibari wamefanya. Mimi Mzanzibari kindaki. Lakini ninachokijua mimi, baada ya kuzaliwa babangu alinipa jina, wao watakuwa wanaitwa Shadia, lakini jina lako la pili ni Muungano. Kwa hiyo mimi ni muumini wa muungano. Na sifurahii hata kidogo Mheshimiwa Mwenyekiti kuona kwamba kuna mtu anataka muungano wa uchochee. Faida tunawapa wale wachache wasioitakia mema nchi yetu. Faida tunawapa wale wachache ambao wanatafuta kula kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mfano mzuri Mheshimiwa, leo kuna mheshimiwa alichangia hapa. Katika kuchangia baada ya dakika kama 20 imeruka taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii na kichwa cha habari kwamba Mheshimiwa Kigu alia na ubaguzi unaofanywa Zanzibar. Tumefanya ubaguzi gani? Upi? Wapi? Tunajiaibisha Mwenyekiti. Mwenyekiti, nalisema hili kwa uchungu mkubwa sana kwa sababu sisi Wazanzibari na hisi kati yetu hakuna anayeweza kusimama akalisemea hili. Tumeanza kwenye magrupu tukanyamaza. Tumekuja kwenye message ya kawaida tukanyamaza. Mheshimiwa Shadia, samahani Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kitu cha muhimu. Kiti ndio kinachoongea. Kiti kinachoongea, wewe unakaa chini. Tuwe makini, unachangia vizuri, tuwe makini na kuchukua habari za mitandao kwa sababu nyingine zinaongezewa maneno na watu wengine. Tusizilete hapa bungeni. Hiyo habari hata mimi nimeisoma, nikarudi kwenye Hansard kusikiliza, nikakuta kwamba kichwa cha habari na kinachoongewa ndani ni vitu haviendani. Kwa hiyo tuwe makini sana. Endelee na kuchangia. Kwa kuniweka sawa kimazungumzo, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio hichi ambacho ninakisema hapa. Kile tunachokisema na taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa wapi? Huko Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, taja jina na kionekani huko. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti aitwa Kija Ntemi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapochangia haya mambo yameshajitokeza, hebu tuache kuendelea kuyajadili na kujigawa. Maana tuendelea kujigawa, mambo yanavyoendelea mnaendelea kuchafua. Hata sasa hivi Mheshimiwa anavyochangia, baada ya hapa mitandao itamwandika tofauti. Itaonekana tena amekuja kumtetea waziri wa Zanzibar, itaonekana amekuja kumtetea fulani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hebu tujielekeze sehemu na tuungane pamoja, tuendelee kwa pamoja. Asante sana Mheshimiwa Shadia, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Ntemi, unaipokea? Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kusema kwamba nimepokea au sijapokea, naomba nieleze nia yangu. Labda sijaanza Mheshimiwa Shadia, tunakwenda na kanuni. Kanuni inasema
Ukipewa taarifa unaipokea au unaikataa, alafu unaendelea na mchango. Sawa, nimepokea hiyo taarifa mwenyekiti kwa mikono miwili, na ndio nia yangu. Nasema huu mjadala hebu tungeuacha ili tukajikite katika mambo yetu majimboni. Huko kuna watu wetu wanatuhitaji kuliko huu mjadala ambao tunaukuza wenyewe na hauna msingi wowote. Mheshimiwa Mwenyekiti, endelea na mchango wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu ni muombe sana Waziri wa Muungano, yumo ndani na mambo anayaona, anayasikia. Yanapotokea mambo haya yakianza, taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimeweza kuchangia. Mheshimiwa Ana Kilango, taarifa. Mwenyekiti, mwongeaji anaongea vizuri sana, lakini anarudi pale pale. Tunaomba aendelee kuchangia hotuba ya bajeti ya serikali. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa Shadia, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea, naendelea kusisitiza kwamba ndio nia yangu ya kwamba ili jambo liachwe, na naunga mkono hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante.